Age eng logoiwek alak ko kakonerechi sirindet neo eng chamaitab bolotet nebo UDA Hassan Omar kandoik chotok chemarobe eun serikali eng nekamwa kole ng'ololutikwak koibu bororiondit eng emet ak kosom biikab boror komat kosub ng'alekab kandoik chotok bo upinzani. Koikimit ine kole borchingei mising serikalitab emoni kokanapta eng akotech emoni ak kotuiyo biik alak tugul eng Kenya. Eng kasaraton komwa ine kole mamiten eng eunekab serikali ng'alekab mwanik chetinyegei ak mwanik eng nekaikimit inendet eng ng'ololutik chi kong'ololchin sirikab logoiwek eng nganasetab Nairobi. Manake tumefika katika ule wakati ambazo hisia za kisiasa na changamoto za kikabila zimechukua mkondo pasi na ukweli wa kitaifa na kimataifa, kwamba kwa muda mrefu tumewaangalia watu wachache wakijiita viongozi wa upinzani, mmoja akiwa ametota na ukabila, mwingine akiitwa ile tikiti ile watermelon, wengine wakiwa ni washutuma za mauaji, leo wakijichomoza kujionyesha kwamba wao ndio wako na suluhu wa hili taifa la Kenya. Miaka nenda siku rudi, wao wanamwaga uhasama na chuki za kikabila, wanachukua mikondo ya kitaifa na ya kimataifa wakaweka katika mipangilio ya kikabila. Ndio kaona hata yale matokeo kwa idadi kubwa ya kitaifa ya Kenya yanakuwa ni mikondo ya matokeo yanaenda katika misingi na maeneo ya kikabila. Na sisi hapa tuko kama taifa, kama watu wa UDA, tunataka kujenga taifa moja. Hiyo ndio mwito wa Rais William Ruto, na hiyo ndio mwito wa UDA, na hiyo ndio mwito wa broad based government. Sisi upinzani hii serikali, by the way, ndio serikali imejumlisha idadi kubwa kabisa ya vijana, kutoka rais ambaye ako na ujana na ameanzia siasa zake ujanani, mpaka viongozi, mwenyekiti wa chama hichi, katibu mkuu wa chama hichi. Ni watu ambao tarehe yao na historia yao inaweza ikaandikwa na Wakenya kwa kupitia katika vyombo vya habari na utafiti unaoitwa open book. Na tumefika point ambayo sisi kama Wakenya tunakaa na tunaomba Wakenya wenzetu wale wengi ambao tunawajumlisha katika hii serikali kwamba ni wakati sasa imefika tukae kama nchi moja na tukabiliane na ukabila ule huko. Nimesema katika hii taarifa yangu kwamba kuna misingi fulani ambayo inaathiri vipi tunaweza kuweka bei za mafuta ndani ya Kenya. Sisi kama Kenya hatuna mafuta yetu. Mafuta hayana, bei ya mafuta haiko katika mkono wa serikali ya Kenya, iko katika mikondo ya kimataifa, international trends and phenomena. Na sisi pia tunaathirika kama wengine. Hakuna nchi yoyote ndani ya ulimwengu hata moja imeandamana kwa ajili ya bei ya mafuta ndani ya nchi zao kwenda juu 40%, 50 na kadhalika. Wanachoma infrastructure ambao tumejenga na damu na jasho letu. Wanang'oa infrastructure. Kila wakati ukabila ni kung'oa infrastructure. Na wale zile sehemu ambazo katika historia ya Kenya zilishughulikiwa zaidi.